tunamwabudu. Kama unaweza kupiga magoti, miguu imepewa bure, piga magoti tumuonyeshe Bwana heshima anayostahili. Uhai wangu niliona wewe ni sababu, uzima niliona wewe ni sababu Bwana. Acha nikuabudu wewe, acha nikuabudu wewe. Nilivyo navyo vitapita, lakini utabaki wewe milele, na miaka yako haitakoma. Ndio maana ninakuabudu mbele zako na inama. Mimi mikono yangu na inua. Yesu wewe, sema Baba, mimi ninakuabudu. Ita Baba, mimi ninakuabudu. Uabudiwe Baba. Bwana Yesu, tunamshukuru Bwana Yesu ambaye ametupa neema na kibali na kujihudhurisha uponi mwake ni baraka sana. Nitangulize shukrani kwanza katika madhabahu yetu ya mahali hapa, wakiwa ni wazazi na walezi wetu, baba mchungaji, mama na baraza la wazee na viongozi wote wa idara, bila kusahau waumini wote wa mahali hapa. Mungu awabariki sana. Ninayezungumza mbele yako nijitambulishe kwa jina langu kamili, naitwa Mwemes William. Nimeokoka na mpenda Yesu na niko chini ya Kasfeta Tayomi Musti. Kwa neema ya Mungu ni kiongozi mstaafu wa Kasfeta katika ngazi ya wenyekiti, lakini nawashukuru viongozi wangu wa Kasfeta ambao wameona ni vyema naweza nikasimama katika zamu hii, ikiwa ni matembezi yetu katika kanisa hili. Chapia Yesu makofi. Amen. Mwisho, kwa kumalizia utambulisho wangu, ni wasilishe pia pole kwa kanisa kwa ujumla kwa habari ya msiba uliotokea. Sawa sawa neno la Bwana nasema tulie pamoja na wanaolia, lakini pia tufurahi na wanaofurahi. Kwa kuwa lilipita jambo la maombolezo, tuwasilishe pole zetu kama Kasfeta na kama kanisa. Mungu wa mbinguni atazidi kututia nguvu sote. Baada ya utambulisho huo, ni wakati mwingine tena tunapoenda kula na kunywa mezani pa Bwana. Mchungaji amekwisha omba. Sasa twende tuyasikie maneno ya Mungu, na uko ujumbe ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili ya kanisa mchana wa leo, ambaye kwa wewe unayeandika na unayesikiliza, kichwa cha somo au kichwa cha habari kinasema, je, bado umeshika ulichopewa au umekiacha? Kichwa cha somo kinasema, je, bado umeshika ulichopewa au umeacha? Ni kichwa cha habari ambacho kiko katika mfumo wa swali, na katika kuangazia somo hili tutapata jibu juu ya swali hili na kuona wapi ambapo kila mmoja wetu kama kiungo katika mwili wa Kristo, ni wapi ambapo tumeacha au na ni wapi tunapaswa kushika. Ni jambo gani tumepewa kulishika na ni jambo gani ambalo hatutakiwi kuliacha. Katika andiko la msingi nitakalosimamia linapatikana katika kitabu cha Ufunuo, ni sura ya 3 mstari wa 11. Nenda pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo 3:11. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, Ufunuo 3:11 anasema, naja upesi, shika sana ulicho nacho,
asije mtu akaitwaa taji yako. Ujumbe unasema, je, bado umeshika ulichopewa au umeacha? Hili ndilo swali ambalo Roho wa Bwana anauliza kanisa. Hili ndilo swali linaloulizwa mimi ninayekuhubiria, na hili ndilo swali unaloulizwa wewe unayesikia. Je, tulichopewa bado tumekishika au tumeacha? Je, tulichoaminiwa na kukabidhiwa na mbingu bado tumekishikilia kwa uthabiti wa imani au tumekiacha? Je, njia ile tuliyoelekezwa kuifuata bado tumetembea katika hiyo au tumechepuka? Je, ule uaminifu wa Bwana tulioanza nao bado tumeudumisha kushikilia au tumeuacha? Je, bado tunatembea kwenye ile bidii ya kwanza au tumedhorola katika namna ya kupuuzia na namna ya udhaifu? Na hili ndilo neno la Bwana analouliza kwa kanisa. Je, bado umeshika ulichopewa au umeacha? Ukirejea maandiko matakatifu niliyotoka kusoma, ni kitabu cha Ufunuo 3:11. Anasema, naja upesi na ujira wangu naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji yako. Kutokea kwenye andiko hili unapata kufahamu kwamba yoyote aliyepewa kitu, atakapozubaa, atakapolegea, atakapochukulia poa hicho alichopewa, kuna hatari ya kunyanganywa, kuna hatari ya kupokonywa, kuna hatari ya kupoteza. So ujumbe huu unapotuijia mchana wa leo, unalenga kumuita mtu mmoja ambaye katika namna ya ulegevu adui anaweza akatwaa alichopewa. Katika namna ya mazoea adui anaweza akanyanganya kitu cha thamani alichopewa na Mungu. Ndiyo sauti ya Roho Mtakatifu leo, kumrejesha mtu mmoja kwenye nafasi na kutambua alichopewa, ili akishike kwa uthamani, ili akishike kwa uthabiti, ili akishike na si kwa ulegevu. Sasa tunapozungumzia kwamba shika sana ulichonacho, lazima tujue nishike nini. Kama jamii ya waaminio na kama mwili wa Kristo, kuna vitu tumepewa kushika, kuna vitu tumeagizwa kushika. Na katika somo na ujumbe huu wa mchana wa leo tutangazia vitu vitatu ambavyo tumepewa kushika, na katika kila jambo tutajifunza kwa ufupi ili tupate hekima ya Roho Mtakatifu, turejee katika nafasi. Kibiblia kuna mambo tumeagizwa kushika, tena bila kuyaacha siku zote za maisha yetu tuwapa hapa duniani kama tuliokoka. Jambo la kwanza tutakaolitazama, tumeagizwa kuishika imani pasipo kuiacha. Tumeagizwa kuishika imani pasipo kuiacha. Nenda nami katika kitabu cha Yuda. Ni waraka wa Yuda sura ya kwanza kabisa. Waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 4. Ukifika kabla yangu nisomee ili tuweze kwenda pamoja na kukomboa wakati. 1, 3 hadi 4. Ndiyo. Naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. So waraka wa Yuda 3 hadi 4, kwa sababu ni sura moja, anajaribu kuelezea jinsi gani ambavyo Yuda katika harakati za kutoa habari, kufafanusha mambo ya usuyo jamii ya waaminio, mambo ya kuwaimarisha watu katika imani, alijikuta moja kwa moja amepata msukumo mkubwa wa kuandikia kanisa la Mungu, watakatifu wa Bwana, juu ya habari ya kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. So jambo la kwanza tuliopewa kushika na kulishika kwa uthabiti bila kulegea ni imani tuliyoiamini katika Kristo Yesu. Kwa sababu hadi tunaamini kuipokea imani hii ilikuwa ni kwa neema, si kwa bidii zetu, si kwa nguvu zetu, si kwa jitihada zetu, si kwa heshima zetu, si kwa utambulisho na wasifa wetu. Tumepokea kwa neema, na hivyo kwa upande wa pili akufurahia sisi kuikubali na kuipokea hii nuru. Ndiyo maana anaagiza, anasema tuishindanie imani.
kwa sababu tumetoka katika giza na tumeingia katika nuru. Giza bado linatamani kutuvuta. Maadamu bado tupo duniani, yatupasa kuishindania imani, maana tumekataa uovu na tukaikubali haki. Uovu bado unatunyemelea, lazima tuishike haki. Huku ni kuishindania. Tunashindana asubuhi, tunashindana wiki, tunashindana mwezi na mwezi, tunashindana miaka na miaka. Isingekuwa kuishindania imani, hata wazee wetu wasingekuwa hapa. Isingekuwa ni kuishindania imani, hata sisi vijana tusingeipokea. Wapo walioishindania imani. Ilinyesha mvua wakabaki na Yesu, ilikuja hatari wakabaki na Yesu, yalisemwa maneno wakang'ang'ana na Yesu. Ndio maana nasi tumeipokea hii nuru, tuna ujasiri kusimama kuzisema habari za Mwokozi Yesu. Mchana wa leo neno la Bwana linauliza, je, bado umeshika ulichopewa au umeacha? Swali langu, bado umeishika imani thabiti katika Kristo Yesu au umebaki kuingia tu kanisani? Bado umeishika imani katika Kristo Yesu au unaishi maisha ya kuigiza? Lazima ung'ang'ane kuishika, maana tumepewa imani hii mara moja tu kama watakatifu. Anasema ili ni lazima niandike kwa habari ya kuishindania imani. Watu kutokutambua thamani ya kuishindania imani. Ndio maana mtu anaweza akazini leo, kesha akatubu, akazini tena akatubu. Haelewi kwamba haya ni mashindano. Ndio maana anacheza cheza, haelewi. Anaweza akaiba sadaka akatubu, atimiza wajibu wake, anaona kawaida. Haujui uko kwenye pambano. Adui anakushawishi kwa namna ya uongo. Neno la Bwana linakuita ishike imani, ishike imani, pendezwa na uaminifu, tembea katika ukamilifu, tumikie Bwana kwa moyo wako wote, usiregee. Kuishindania imani, kuishindania imani sio kukaa kizembe kizembe. Ni mwanachuo kijana mwenzangu unayesikia, kuishindania imani kitakugharimu uishi maisha ya kujitenga. Maisha ya kujitenga na uchafu. Utakatifu ni gharama. Warembo na waona, lakini naishindania imani, siwezi kumtenda Mungu dhambi. Vishawishi vipo, nasema naishindania imani, siwezi kushawishika. Ni kwa sababu gani? Kuna kushindana. Kuna kushindana, sio kawaida. Kwa sababu wewe ni mwanadamu na uko hapa duniani, ni mfanyakazi. Kuna kuishindania imani. Michongo ya rushwa itakuja, madili ya mabilioni yatakuja, utashawishika kusaini, lakini unaishindania imani. Unasema ni heri niendelee kupokea 700,000 lakini mimi sisaini mkataba. Kuishindania imani bwana, kuishindania imani ni katika nyanja zote. Hii haina cha mchungaji, mzee wa kanisa, kiongozi wa idara wala muamini. Sote lazima ushindanie imani. Ni mchungaji kwenye utambulisho wako unashindania imani, ni mzee wa kanisa unashindania imani, ni shemasi unashindania imani, kijana mwenzangu shindania imani, mwana praise shindania imani. Kila mmoja wetu shindania imani tuliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya kwa Bwana. Ukirejea habari moja katika kitabu cha Ufunuo, ni sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 7. Naomba msomaji wangu upite hapo kwa haraka. Sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 6. Ndiyo. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na ajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini amen. Ukiziangazia hizi habari, ni kanisa la Mungu la Efeso lililoandikiwa, ni kanisa linalotembea kwenye karama. Anasema maana umewajaribu hata wajiitao mitume ni waongo. Umewajaribu na kuwapima, kuwathibitisha kwamba ni waongo. Hii ni karama, inatenda kazi ndani ya kanisa. Lakini anasema nimeiona subira, nimeona uvumilivu wako. Ni kanisa linalotembea katika tunda la Roho, limejazwa hili. So tunda la Roho liko kazini, karama zinatenda kazi. Lakini walichopoteza
na ambacho shetani ndo anataka apoteze kwenye kanisa la kiroho sasa, ni habari ya upendo wa kwanza, ni habari ya matendo ya kwanza. Upendo wa kwanza ni nini? Ni lile bubujiko, ni ile shauku, ni ile njaa, ni ile bidii, ni kule kujituma na kujidhabihu. Yani ni lile pendo la kwanza la uokovu. Kama mtu akiokoka karibuni, namna anavyowahi kanisani, namna anavyojituma, ajaambiwa kupangusa kiti anapangusa. Sasa hivi unajivuta upangusiwe, unajivuta ubembelezwe kuingia kwaya. Umepoteza pendo la kwanza hata kama unanena kwa lugha. Umepoteza pendo la kwanza hata kama unatunda la Roho. Umepoteza bubujiko. Liko wapi bubujiko ambapo ulikuwa unajitoa hata kama hauna vingi? Umepoteza bubujiko ambapo ulikuwa unajidhabihu katika maombi hata kama hauna shida. Sasa hivi unaomba ukipata shida, ukiwa na amani kufunga hapana. Rejea, maana Bwana anasema bado umeshika walichopewa au umekiacha. Amen. Lazima urejee katika jina la Yesu. Amen. Na huu ndio wito wa Bwana, kwa sababu shetani atatenda kwa ila. Unapoteza bubujiko, na kupoteza bubujiko pia ni kupoteza ni kupoteza nafasi ya kubarikiwa na Mungu. Kwa sababu Mungu ili akubariki anaangalia hali yako ya ndani. Mungu anaangalia maisha yako ya sirini, alafu anakuthawabu hadharani. Sirini unajivuta, sirini haujishughulishi tena, sirini haujitoi tena. Hata hadharani ukigiza vipi, mkono wa Bwana uweze ukanyoshwa kwenye maisha yako. Huu ni wito wa Bwana kwa ajili ya mtu mmoja. Arejee katika matendo ya kwanza, arejee katika bidii ya kwanza, arejee katika bubujiko la kwanza, arejee katika tabia ya kiungu kama muamini. Tumepewa kuishika imani. Ukirejea katika Kumbukumbu la Torati, kuna habari za mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Yeshuruni 32:15, usosome, ambaye alivyonenepa akawanda, akapiga teke, akamsahau mwamba wa wokovu wake. Kuna hatari ulivyokuwa baada hujabarikiwa, ulikuwa unajiongeza sana kwenye mambo ya Mungu. Umenenepa, umewanda. Yeshuruni, mbona umeacha ibada za katikati? Rejea, tumepewa kuishika imani. So Yeshuruni akawanda, akanenepa, akapiga teke. Umepiga teke praise, unapiga teke kwaya, unapiga teke michango. Kuna shida, ulichopewa umekiacha. Jambo la pili, naangazia vitu vitatu. Jambo la pili tulilopewa, tumepewa kushika utakatifu. Utakatifu. Petro wa kwanza 1:15, msomaji wangu. Tumepewa kushika utakatifu. Petro wa kwanza 1:15. Ndiyo. Sema, halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba. Petro wa kwanza 1:15. 15 nitasoma. Ndiyo. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ndiyo, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Soma pia unganisha wa Efeso 5:11 hadi 13. Kitabu cha Efeso sura ya 5 11 hadi 13. 11 hadi 13 nitasoma. Ndiyo. Biblia inasema, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, ndiyo, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Amen. So jambo la pili tuliopewa kushika, baada ya kuishika imani, baada ya kumwamini Yesu, tuna kazi, tuna safari nyingine ya kuishi maisha ya utakatifu. Na hii lazima iwe endelevu kama muamini. Uishi tu kuokoka. Unaishi kudumu kutimiliza uokovu wako kupitia utambulisho na asili yako ya utakatifu siku zote. Hii haina misimu, kwamba leo niko kiroho sana, kesho niko kimwili. Hii haina mudi. Umelala njaa, umeshiba sana, unajisikia au jisikii, umehuzunika, umefurahi, umefiwa, umefanya sherehe. Utakatifu ni utambulisho wetu. Utakatifu ni asili yetu kama alivyo Mungu wetu. So itakuwa ni ajabu sana kama tumepewa kushika utakatifu, ikafikia wakati tukaanza kupuuzia mambo ya msingi, ambayo kiukweli kupuuzia mambo ya msingi ni kuathiri moja kwa moja imani yetu. Na mojawapo ya jambo la msingi ni kuishi maisha ya utakatifu.
kabla ya mambo yote, kabla ya kuimba, kabla ya kutoa sana, hakikisha utambulisho wako wewe ni mtakatifu. Kwa sababu yote yatakuwa bure kama kanuni ya kwanza na msingi wetu haujajengwa kwenye utakatifu. Na hiyo ndo itakuwa vita kubwa. Anasema na watu watazame mwenendo wao. Unajua kwenye eneo la utakatifu inaweza ikafikia hatua ukadanganyika. Mtu mwingine anasema Yesu akinijua yatosha. Hapana. Inakupasa uwe na dhamiri njema, sio tu machoni pa Mungu na mbele za watu. Kwa sababu si wote tuko rohoni, sio wote tunaelewa lugha ya rohoni. So haitoshi Mungu kukujua tu, hata mwenendo wako udhirike kwa watu wote. Anasema na ni nani awashaye taa au pishi na kuiweka chini ya nini? Chini ya uvungu. Sharti aiweke juu ya kiagu, kwa maana ya kwamba ipate kuangaza. Aiweke juu ya stand, ipate kuangaza katika nuru ile, ipate kuangaza kwa watu wote. Hii maisha ambayo ni dhahiri, ni maisha ambayo ni halisi. Na hii ni moja ya kitu tulichopewa kukishika. Na chochote tulichopewa kukishika, usipoangalia kuendelea ukishikilia, shetani anakiiba. Na ndio maana unaweza ukajikuta unaishi maisha ya kuinuka kuanguka, kuinuka kuanguka. Hatujaitwa kuinuka na kuanguka anguka. Tumeitwa kuinuliwa na kuinuliwa tena na tena na tena. Usichanganye mambo. Usitumie andiko la kwamba mwenye haki hajapoanguka mara 7 atainuka tena kuwa kigezo cha wewe kuanguka anguka. Yesu apewe sifa. Tumeitwa kuishi maisha ya utakatifu kama utambulisho. Na utakatifu sio kusema tu mimi ni mtakatifu. Unaishi utakatifu. Una ujasiri ndani yako kusema habari za Yesu. Kusema maisha yako yanashuhudiwa kuwa hayana doa. Hata itokee watu wakikusingizia, basi wakusingizie kwa kuwa umeisema kweli. Lakini skendo haina mshiko, maana wewe umeshuhudiwa kuwa safi. Lakini inatokea skendo ambayo ukichungulia mara mbili unatafuta hata pa kujifisha. Kuna shida. Kuna shida. Lazima maisha yetu yashuhudiwe na watu wote. Nuru yetu na yangaze kwa watu wote, na ndipo utakapomvunia Bwana matunda. Watu yawezekana waokoke kwa sababu wakiangalia. Mtu anasema kama na yule ameokoka na mimi nimeokoka. Hivi unaona namna ya dharau hiyo? Mtu anakurejea anasema umeokoka, kama na huyu ameokoka basi na mimi. Hii ni kumzia kimungu hii. Kwamba umekosa kuwa utambulisho kwa kiwango ambacho hata mpagani muovu anajihesabia kuwa ni mtakatifu kuliko wewe. Hapana. Lazima vazi letu liwe limetakata majira yote, liwe limetakata siku zote. Yesu tusaidie utakatifu. Amen. Na tuyaishi maisha ya utakatifu. Ni utakatifu tu. Amen. Hamna ziada, hamna nyongeza. Ni utakatifu. Kuna mambo hatuwezi tukamdhihirisha Mungu katika dunia yetu kama tutaishi maisha ya utakatifu. Tutaenda, lakini kuna aina ya utukufu hautadhihirika katika dunia yetu. Tutakuwa na Yesu wa maneno mengi sana. Kwa sababu gani? Kuna verse kinachotofautisha ni ule utukufu wa Mungu iliyo asili yetu, inayowafanya hata wengine imewezekanaje anakuja kwa Yesu. Tumeagizwa kushika utakatifu. Kaa kwenye zamu yako na nafasi yako kwa uaminifu, yasije akakukuta yaliyomkuta Daudi katika Samueli wa pili ile sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 5, ambapo alisahau nafasi yake wakati anabidi aende vita. Yeye akabaki wapi? Akabaki nyumbani. Kila unapoikimbia nafasi yako na kuwajibika kwako, unajitengenezea mazingira ya kupoteza utambulisho wako. Akaanguka dhambini. Mnajua wajibika. Ni saa ya wewe kufanya kazi. Fanya. Unahitajika mahali hapa, fanya. Timiliza huduma yako ili usimpe ibilisi nafasi. Sema amen. So sindano hatari ambayo adui hutumia kuwatesa na kuwachomea waamini wengi ni maisha ya sirini, sio ya nje. Anaweza akakuruhusu ukaigiza ukaonekana ni mtu wa rohoni, lakini sirini anakufinya kwa sababu na utakatifu. Jambo la tatu. Nasema tazungumzia mambo matatu. Jambo la tatu, tumepewa kushika kazi, wito au kusudi.
Unaweza ukaweka kwenye mabano. Kazi. Kazi. Ufunuo 22:12. Msomaji wangu nisome. Ufunuo 22:12. Alafu na mwingine wa Korinto wa kwanza 3:13 hadi 15 wakati naelekea ukingoni. Ufunuo Yohana 22:12. Neno la Mungu linasema, Ndiyo. tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami. Tazama naja upesi na ujira wangu pamoja nami. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kama kazi yake ilivyo. Zingatia hilo neno, kama kazi yake ilivyo. Nisomee wa Korinto wa kwanza 13:13 hadi 15. Mstari wa 11. 13 hadi 15. Maana siku ile itadhihirisha, Ndiyo. kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Yes. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Yes. Kazi ya mtu ikiteketea, atapata hasara. Yes. Ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Ishi hapo. So haitoshi kuishika imani na kuishi maisha matakatifu. Ingekuwa inatosha basi kila anayeokoka afe aende mbinguni. Lakini tunabaki kwa sababu iko kazi. Iko kazi tumeitiwa. Iko kazi tumepewa kufanya. Iko kazi inabidi tuitimilize. Liko jambo tunabidi tulitokelezeshe kwenye dunia yetu. Lipo suluhisho linabidi lizaliwe kutoka kwako. Uliamini? Lipo kusudi la kuumbwa kwako kama anavyosema katika Yeremia 1:4 ambavyo kwamba nalikujua hata kabla. So iko kazi. Usije ukadanganyika ukasema nimeokoka imetosha. Mwisho wa siku kazi yako itapimwa. Na ashukuriwe Mungu kwenye eneo hili la kazi na kusudi. Hakuna kuwakilishana. Kwamba niwakilishe kwenye kile kikao ni vya duniani. Kile kikao unajiwakilisha. Uliboronga wenzako wanatoa wewe unafinya. Uliboronga wenzako wanasifu wewe unakaa kibosibosi uzami. Hamna shida. Kazi. Ulimsumbua mchungaji kila akikuita jamani vijana wangu mhubiri injili. Unajifanya bize. Kazi. So pale mchungaji atasimama kutoa hesabu ya watu wake. Alafu washirika wataingia. Moja. Iko kazi ya kufanya. Umepewa kuishika kazi. Na tena Mungu ameshatoa tamko anasema amelaniwa mtu yule aifanyie kazi ya Mungu kwa ulegevu. Soma katika Warumi Paulo anaonya anasema tena mkimtumikia Mungu kwa bidii sio kwa ulegevu. So hata kutumika kwetu hatutumiki kukamilisha ratiba. Hatuimbi kwaya kwa sababu Jumapili imefika. Tunaimba kwaya kwa sababu nimeitiwa ili kwa kusudi hili watu wataokolewa, kwa kusudi hili Mungu atatukuzwa, kwa kusudi hili jina la Bwana litaheshimiwa. Ukielewa kwamba iko kazi utaitolea hesabu. Utaacha mambo ya uvivu na kutegea kazi ya Mungu. Alafu utaanza kujidhabihu na kulipa gharama siku kwa siku kuangalia jinsi gani unatimiliza kazi. Ili uwe na ujasiri kusimama mbele ya mwana wa Adam kuitoa hesabu ya hiyo kazi. Sema wengine kazi yao utapimwa. Haitaweza kustahimili. Haitaweza. Uwe na wakati ambao kwenye maisha yako na kwenye safari yako ya wokovu unakaa kupima. Hivi mwenendo wangu na utendaji wangu wa kusudi na kazi niliyopewa na Bwana ukoje? Je, uko uaminifu kweli hapa? Je, kuko kumsikia Bwana na maongozo ya Roho Mtakatifu kwenye kutenda kwako au unafanya kwa mazoea? Kazi itapimwa. Kazi itapimwa. Na Mungu yuko makini sana na kazi, msidanganyike. Yuko makini na kazi ya. Yaani Mungu hataki mtu yeyote ambaye anakaa bila kazi kwa taarifa yako. Na ndio maana kwa wote Mungu aliowaita na aliowatumia kwenye Biblia, hakuna ambaye alimuita ambaye alikuwa hana kazi. Hautapewa cha kufanya kama hakuna unachokifanya. Hata Elia kumuita Elisha alikuwa na kazi yake. So hata Mungu atumii wavivu. Yaani umekaa tu. Hata kupangusa kiti. Yaani wewe unakalia tu kiti mpaka kivunjike tunue kipi. Hata kukipangusa kweli. Hiyo na yenyewe ni kazi. Jamani, kuwahi ukaanza kuitegemeza ibada kwa maombi ni kazi. Maana huwapa thawabu wote wamuitao. So usizani maombi yako yanapeperuka tu. Hiyo ni kazi. Labda katika kuomba kwako ulivyowahi umemsababisha mtu mmoja ambaye alikuwa amegairi kuja ibadani akapata msukumo wa kuwahi. Kazi. Usidharau kazi. Ni ratiba ya kiidara, hiyo ni kazi.
Hata kama wewe sio kiongozi wa msafara, hautakuwa soloist. Unacheza step ya nyuma, hakuna anayekuona. In fact, hatuchezi wala kuimba ili watuone. Mungu ndiye anayetuthibitisha na kutuona. Ukae nyuma, ukae mbele, uende mbele zaidi, wewe unaifanya kazi kumwelekea Yehova. Achana, watu wengi kazi yao kwa Mungu itahesabika kuwa si kitu, kwa sababu waliifanya kazi wakitarajia pongezi na sifa kutoka kwa wanadamu. Na anasema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Usipotunzwa unakasirika. Usipotunzwa kwa 1000 angalau soda unakasirika wimbi tena. Wewe haufanyi kazi kwa Mungu, unafanya kwa wanadamu. Ukifanya kazi kwa Mungu huoni aibu kwamba Jumamosi natoka naenda Ikuti. Ni maalum sana, pambio za sifa na piga neno, unaondoka. Hao ndo watu wenye kazi ambao hawasubiri madhabahuni. Kiukweli mko wengi. Tukipanga hapa ratiba kila mmoja au anahubiri, tutamaliza mwaka mjaisha. Madhabahu ni nyingi. Fanya kazi. Shemasi fanya kazi. Mwalimu fanya kazi. Mwalimu watoto fanya kazi wewe. Kwa sababu sote hatuwezi tukasimama hapa. Hatuwezi. Hey, yuko kuhani, atakapofunuliwa usimame utasimama. Hajafunuliwa usilazimishe. Iko kazi ya kufanya. Iko kazi ya kufanya. Hebu tafakari kwenye ule mfano wa watu waliokuwa wanatoa sadaka. Yaani mwanamke mwenye kisenti, ni rahisi sana kusema kwamba yule mwanamke hana nafasi mle. Kwanza ni maskini sana. Lakini kisenti chake kilihesabika kuwa ni kazi, ni sadaka yenye maana. Kidogo ulichonacho ni cha maana kwenye ufalme. Hebu kishughulishe, hebu kitumie, hebu kiamini. Muamini Bwana atakiongeza, muamini Bwana atakipaisha, muamini Bwana atakutambulisha katika jina la Yesu. Iko kazi tumepewa kufanya. Ukirejea katika Mathayo 7, ile mistari ya 7 ya mwanzo inaonesha jinsi gani ambavyo Yesu alitoa mfano wa ufalme wa mbinguni. Anasema ni mfano wa mtu aliyetoka asubuhi kwenda kuajiri. Saa 3 akaajiri watu kazini kwenye shamba lake la mizabibu. Akatoka hata saa 6. Anasema hata saa 9 akatoka akaajiri. Lakini kilikuja kuona Yesu yuko serious na kazi. Jioni inakaribia saa 12 jua kupunga. Kuna watu wanazurura hawana kazi. Akasema hivi ninyi mnafanya nini hapa? Wale watu wakasema hakuna aliyetuajiri. Akakasirika sana, akasema na nyie nendeni kwenye shamba la mizabibu. Bila kujali umeokoka leo, bila kujali uliokoka miaka iliyopita, Yesu anataka uchape kazi wewe. Na usimuonee wivu aliokoka juzi. Ukadhani anajipeleka, analingalinga, ngoja tuone atafika mbali. Anafika mbali. Yesu angalia ameokoka leo, wewe umeokoka miaka 10 iliyopita. Zembea, ujira anatoa aliyetuajiri. Naja upesi na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mmoja kulingana na kazi yake. Atanilipa kwa kazi yangu ya kuhubiri, atakulipa kwa kazi yako ya ushemansi, kwa kusimama katika zamu zao. Atawalipa waimbaji, maana walimuitia Bwana kwa unyofu wa mioyo yao. Atamlipa kila mmoja mmoja kwa kazi yake. Yuko mwana wa Adamu ambaye ni mhukumu mwenye haki, atamlipa kila mmoja mmoja. Amen. Ni rahisi kula cha Mungu, lakini Mungu hawezi akala chako. Mungu alicha mtu, apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Umepanda uzembe unavuna uzembe. Umepanda uvivu unavuna uvivu. Umepanda usengenyaji na uchunganishi kanisani, utavuna hiyo. Lakini heri mtu yule amtumainie Bwana akapanda mbegu iliyo njema. Atavuna matunda mema, atavuna baraka zaidi. Rakasataparia katika jina la Yesu. Bwana tupe kuifanya kazi yako. Ninapoelekea ukingoni kuhitimisha, niseme tambua nafasi ya imani kuokoka, uishi katika maisha matakatifu na kuifanya kazi ya Baba. Maana hilo tumepewa kushika. Napohitimisha nitatoa nafasi 3. Wito wa kwanza itakuwa kwa ajili ya mtu ambaye yawezekana wewe kufika mahali hapa umekaribishwa. Umekaribishwa, umeshawishiwa na rafiki, lakini hujampokea Yesu. Wito wa kwanza tulichopewa kuishika ni imani. Wewe ukaishika imani ambayo hujaipokea, unashika nini? Umwamini Yesu. Iko nafasi hapa madhabahuni. Haya matangazo yawezekana mmeyazoelea kwenye mikutano, lakini hata kanisani mtu ambaye hajaokoka anaruhusiwa kumpokea Yesu. So natoa wito. Uko hapa, unajijua au hujamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
na hauna uhakika wa maisha yako ya baadaye, huna uhakika, na nafsi na roho yako inakushuhudia, unaweza ukakaribia mbele. Tuombe na wewe. Hilo ni kundi la kwanza, ndio namaliza hivyo, ambaye hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Karabashanta. Yes. Yes, iko nafasi kwa ajili yako. Na katika makutano haya unaweza ukaiweka historia nyingine kabisa ya tofauti na pekee. Yes. Yes, naomba praise nimbishie wimbo kwa ufupi sana ule narudi kutoka mbali. Kama yuko mtu wa aina hiyo utakuwa unasogea mbele. Lakini huyo mtu anayetaka kumpokea Yesu akiwa anasogea, kundi la pili ni aina ya watu ambao tumepewa kushika utakatifu. Unashuhudiwa kutengeneza. Maisha yako ni siri yako. Uhusiano wako na Mungu hakuna anayejua zaidi ya wewe na Mungu. Njoo utengeneze machoni madhabahuni pa Bwana. Hatuko kuhukumu wala kuhesabu hatia juu yako, lakini iko nafasi kwa ajili yako. Yes. Praise, mtakuwa mnaimbisha huo wimbo. Watu wa aina hiyo wa kumpokea Yesu na wa kutengeneza, njoo mbele. Nalodi kutoka mbali, sasa unikaribishe Sogeni hapo. Tafakari maisha yako, usimwangalie jirani yako. Tafakari maisha yako binafsi. Yes. Kutoka mbali, Mbali kwenye utumwa wa dhambi. sasa unikaribishe Bwana, narudi Bwana, narudi Bwana, kutoka kwenye mateso, kutoka kwenye addiction, Baba, sasa karibishe Bwana, narudi. Kabla sijaenda kuomba, Mungu anarehemu maelfu na maelfu wanaogeuka na kutubu. Ni rahisi sana kibinadamu, ni rahisi sana kwa akili za kibinadamu ukauzuilia mlango wa rehema za Bwana. Lakini nikutie moyo kwamba rehema za Bwana ni nyingi mno. Ni nyingi mno na ni mpya kila siku asubuhi. Kama umebaki huko na unahitaji rehema za Bwana kwa maana ya kutengeneza eneo lolote lile ambalo ndani yako hakika Roho Mtakatifu anakushuhudia unahitaji matengenezo, sote tukiwa tumefumba macho, mtu wa aina hiyo njoo mbele. Yes Lord. Lango ndiye Yesu Bwana, wote wa
kwake. Yes, yes. Lango, 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 lango. Yes, yes, yes. Lango. Usizuie hiyo sauti. Kwa jina la Yesu usizuie hiyo sauti. Lango ndiye. Usizuie hiyo sauti. Yesu. Kwa jina la Yesu. Before you go, don't forget to subscribe, like, share, and leave your comment on our digital platforms. EAGT Ikutimbe on TikTok and YouTube channel as EAGT Ikuti TV. More powerfully messages, moments of worship, and divine encounters are always through there. Thank you for being with us today, for sharing in His presence, and for being a part of this vibrant body of Christ. We love you unconditionally. God bless you abundantly.